أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نستفتح مقال بذكر الحمد ربنا تعالى ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإبانة، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان وزangu, أما بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu alipomsifia akisema wa rafa'na laka dhikraka. Ikhwani, ama leo anwani ya mada yangu inaitwa Amirul Bait. Amirul Bait, ndio tunakusudia, kwa maana majini wanaoishi katika nyumba za watu. Majini wanaoishi katika nyumba za watu. Ikhwani, kila nyumba unayoijua wewe, unayoiona, ina majini ndani mwake. Ina majini ndani mwake. Na majini wale wanaendana sambamba na uhalisia wa wakaazi wa ndani ya nyumba ile. Twende tukaone. Asema hunaka naw'u min aljinni yakunu fi buyuti yaakulu ma'a ahlihi wa yashrab ma'a ahlihi wala yash'ur li ahli bihi. Asema ipo aina za majini. Zipo aina za majini kama jinsi tunavyosema majini wapo aina nyingi sana. Sasa moja ya aina za majini ni hawa ambao yakununa fi buyuti, ambao wao wanaishi katika majumba ya watu, ndio maskani zao katika majumba ya watu, ndio makazi yao humo. Na katika hayo majumba ya watu humo wanakula, katika hayo majumba ya watu humo wanakunywa. Lakini wanakula sambamba na watu wa nyumba ile, wanakunywa sambamba na watu wa nyumba ile. Lakini pia watu wa nyumba ile hawatopatapo hata siku moja kuhisi kwamba hapa tunakula na majini wa nyumba hii au tunakunywa na majini wa nyumba hii. Na ukitaka nusura ya kutokula nao au kutokunywa nao, ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mnapokula chakula basi lazima useme bismillahirrahmanirrahim. Kitendo hicho kinakufanya usiweze kula na shetani. Yani unapokula chakula chako na shetani asije kashiriki pale. Ila unapoacha kusema hilo, basi utakula tonge na yeye tonge, mkono kwa mkono mpaka chakula kinaisha. Sasa basi, nini ninachokikusudia? Naomba unisikilize vyema ndugu yangu katika hali za namna hiyo. Anasema waqad dhukira fi akthar min hadithi wa hum ala hasbi ahli albayt, fa in kana ahli albayt min at-ta'i'ina lillahi kana al-ummaru kadhalik, wa in kanu 'asina min ahli lahawi fahum kadhalik. Mwanazuoni nasema haya mambo tunazungumzia ya majini kukaa katika majumba ya watu, hata bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amekwisha kuyaelezea ya kwamba kweli katika majumba ya watu kunaishi mashetani humo, na wao wamefanya makazi yao katika hayo majumba. Sasa basi, hao mashetani wao wanaishi kulingana na tabia na desturi za watu wa nyumba ile. Kama watu wa nyumba ile watakuwa ni wacha Mungu, wanamtaja Mungu sana, wanampenda Mungu sana, wanafuata mambo ya Mungu, basi na yale mashetani yanayoishi katika hiyo nyumba na yenyewe yanakuwa katika tabia hiyo ya kumpenda Mungu sana na kumtii Mungu sana na kufuata mambo ya Mungu sana. Na kama watu wa ile nyumba watakuwa ni watu waasi, hawasali, hawamtaji Mungu, hawapendi mambo ya Mungu, hawafanyi majambo ya Mungu, hawana mshikamano na dini yao,
wao wameshikamana na dunia, miziki, mapenzi, mapumbao, uraibu na mambo mengine, basi na hayo pia nayo yanaendana na yenyewe yatakuwa hivyo, mambo ya mziki, mambo ya uzinifu, mambo ya matusi, mambo ya hovi hali ambayo ninyi mlionayo na yenyewe yatakuwa nayo hivyo katika hali za namna hiyo. Sasa basi, na ndio bana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hakuna nyumba yoyote ambayo atakayoishi mtu ndani mwake kusiwe na shetani katika sakafu yake. Na watu wa nyumba ile wanapoweka chakula, basi na wao hushuka kutoka katika dari ya nyumba na kushuka pale kuja kula. Wanakaa na wanakula pamoja na watu wa nyumba ile. Na inapofika usiku tena, na wao tena wanashuka wanakula katika hali ya namna hiyo. Hivyo ndio tabia zao. Sasa basi, wahum yatanakahuna, mashetani hawa na wao pia wanaoana kama jinsi ninyi mna wake zenu humo ndani, mna waume zenu humo ndani, mna watoto wenu humo ndani, na wao huko katika dari huko wana wake zao, wana waume zao na wana watoto wao huko wamezaana hivyo katika hali za namna hiyo. Wahum mithlu albashar wala yakadu ahadu yarahum, na wao maisha yao, mazingira yao, hawa aina hii ya jini ninamzunguza na wazungumza anaitwa Amir Baiti. Na wao ni sawa na wanadamu jinsi unavyowaona. Maisha yao ya kibinadamu, na wao ndio wanafuata desturi yao ni hivyo katika hali za namna hiyo. Na haya mashetani yanapokaa huko juu, kama nyumba ya hawa watu ni watu wema, basi Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala na wao huwajalia hao mashetani kuwa ni wema, kwa hivyo kutokuwaletea madhara watu wa nyumba ile. Na kama watu wa nyumba hii ni watu wahovyo, wasiomjua Mungu, wamejitenga mbali na mambo ya Mungu, basi na hayo ya huko mashetani yalipo katika dari huko nayo pia yanakuwa ni ya hovyo na yasiomjua Mwenyezi Mungu. Sasa haya ndio hatari zaidi, na ndio leo ningependa kuyaelezea Amir al-Baiti ambao wanaweza kuleta madhara. Ndugu zangu, ni wapo watu ambao wanaugua maradhi ya aina mbalimbali, anateseka, anataabika, anadhulumika, ameshatibiwa na kutibiwa tiba za kila aina na bado haponi. Lakini kumbe mzizi wa fitna upo ndani ya nyumba yake. Laiti kama ule mzizi wa fitna ulipo ndani ya nyumba yake angeweza kuondosha, basi huyu mtu anaenda kupona maradhi yake. Kwa sababu ninyi mnatibia huko, huyu akirudi akitoka huko yuko vizuri kabisa na anajisikia vizuri, yani dawa ya leo imeniingia kweli kweli. Najisikia niko afya njema. Kama huyu mtabibu ataendelea katika hali ya namna hii, mimi naenda kupona. Akirudishwa tu ndani kinawaka upya. Akirudishwa ndani kinawaka upya. Maradhi yanapamba moto, magonjwa yanapamba moto, mwili unadhoofika katika hali za namna hiyo. Na ndio maana tunapenda kutoa nasaha mara kwa mara ya kwamba watu mnapenda sana kutibia miili yenu, lakini watu mnasahau kutibia nyumba zenu. Kwa nini mnasahau kutibia nyumba zenu? Kwa nini mnapenda sana kutibia miili yenu? Ni kweli mwili unaweza ukatibia kwa maana kurejeshea afya iliyokuwa njema. Lakini kumbuka, huu mwili kadiri unavyozidi kuzunguka huku na kule kuyatafuta maisha, mwili una sehemu pake pa kurudi kwenda kupumzika. Mwili unaenda kupumzikia wapi? Ni ndani ya nyumba. Unaurudisha mwili ndani ya nyumba. Mwili unakuja kupumzika. Unalala usingizi. Tena unalala fofofo kwa mchoko wa kutwa nzima. Lakini wakati wewe upo katika hali yako ya fofofo ile, kitu gani unajua kinachokuzunguka wakati huo? Kitu gani unakijua? Na hatimaye yale yaliyopo ndani ya nyumba yanajaa tena ndani ya mwili wako. Unaamka asubuhi, mgonjwa ndio kwanza kazidiwa. Katika hali za namna hiyo. Na wengi sasa wakishaona hali ya namna hiyo, wanaanza sasa, yule mtabibu yule wala dawa zake hazifanyi kazi yule. Hazifanyi kazi. Yaani dawa kama za mlipuko fulani tu, anaweza katibiwa kule, unamwona yuko vizuri kabisa, lakini akirudi nyumbani kesho siku mbili tu, hali imerudi pale pale. Hali imerudi pale pale. Imerudi pale pale, umeshaitibia nyumba yako? Baba yangu, mama yangu, hebu chukua tafakuri hiyo. Hebu ibebe hii.
ibebe hii hoja hafu kaifanyia uchenjuaji wa kuitafakari. Unaionaje? Kwa nini uendelee kutibia mwili wako peke yake? Kwa nini usiendelee kuitibia na nyumba yako? Kwa sababu nyumba yako ndio everything. Ndio mwanzo wa mapumziko yako unapolaza mwili wako. Ndio ambapo ukilala unatafakuri mambo ya kesho yatakuwa vipi. Ukiamka kesho unaenda kufanya nini? Lakini umepaacha pakiwa hapana ulinzi wowote, hapana salama yoyote, na mwili wako unaupeleka sehemu isiyo kwa salama. Mgonjwa wako unamleta alale sehemu isiyo kwa salama, lazima na yeye ataendelea kutokuwa salama katika hali ya namna hiyo, kwa sababu hakuna usafi wewe. Ni sawasawa ile kutoka kwa mtabibu kutibiwa, ametibiwa, amesafika, amefanywa ruqya za aina mbalimbali, safi kabisa yani. Anaporudi nyumbani kuna majanga, kuna majini amirul bait wanazidi kumshambulia tena. Baada ya siku 2-3 maradhi yanarudia vile vile. Sasa ni sawasawa na mtu ambaye alienda kukoga, kama wale ambao vyoo vyao viko mbali. Achana na hivi vyoo vya kisasa, chumba hapa, mlango ukiingia hapa chooni. Vile vyoo ambavyo tulivyokulia sisi kwa wazee wetu, enzi hizo. Yani unatoka hapa unapiga hatua 50 kule ndipo unapoenda kukoga, au unaenda kukoga kwenye mto huko. Wanasema nimefika sasa jioni, sasa nikakoge mtoni, sasa nirudi nyumbani nilale nipumzike. Umeenda kukoga. Lakini sasa unatoka kukoga kule unakuja kulala kwenye banda la mbuzi. Chini kuna mikojo ya mbuzi, kuna mavi ya mbuzi, kuna takataka za kila aina pale, kwamba ndio unakuja kulala. Hebu niambie, huo usafi umeufanyaje? Je, ukiamka asubuhi utaonekana mwili wako ni msafi kama jinsi ulivyousafisha ulivyoenda kukoga, au usafi ule utakuwa umeishia tu mlangoni ulivyoenda kulala pale, ndio tayari unaamka asubuhi tayari wewe ushachakaa kweli mpaka mtoto hivi, wewe kwa nini hutaki kukoga? Kumbe jana ulikoga. Na ndivyo hivyo maradhi, umeenda kule kutibiwa, umekuwa msafi, umerudi tu huku tayari kimeripuka tena. Kwa hiyo tusifanye usafi kama usafi wa bata. Wanasema usafi wa bata katika hali za namna hiyo. Safisheni miili yenu, jitibieni, na dawa zetu hizi hapa mashallah tumekuandalieni, inaitwa Amir Bait. Jitibie dawa yako hii kwa kutibia mwili wako, lakini pia dawa hii unaenda kutibia nyumba yako kwa idhini yake tabaraka wa taala insha Allah. Sasa basi, utamjuaje mtu aliyepatwa na jini Amirul Bait? Ili uweze ukaenda kumtibia vizuri kwa idhini yake tabaraka wa taala. Zipo sababu. Kwanza kuna sababu za iktirani, sababu za kukutana na huyu jini. Hebu angalia moja ya matatizo yanaweza kutokelezea kwa jini Amirul Bait hawa wanaokaa katika majumba yetu, na pengine na nyinyi watu wa nyumba nyinyi hamna dhikri yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ulinzi unakuwa kwenu ni mdogo sana. Moja, ghira. Ghira manake wivu. Ghira ma tuqaddim min asbabi iqtirani ama, ni wivu tu. Wivu wa kukuona wewe ukiendelea, wivu wa kukuona wewe ukiwa vizuri, wivu kwa sababu unaishi kinyume cha Mwenyezi Mungu bana. Kwa hiyo ulinzi kwako hakuna. Kwanza wivu, cha kwanza. Panapotokea wivu panatokea matatizo. Na hata katika hali tu ya kawaida ya kibinadamu, hata wewe uwe na cheo, kuna mtu mwingine anakuonea wivu na cheo chako hicho cheo chako kinaweza kaleta sababu wewe ukarogwa pale na kile kitu kakiona ncha moto kukalika. Maofisini watu wangapi wameacha maofisi yao kwa sababu ya kuonewa wivu tu na wenza wao, na wao wanaitaka ile sehemu, na hatimaye wakaenda kwa mchawi na kukupiga kitu na pale ukaweza kuondoka. Kwa hata na wao wanakuwa na wivu katika hali ya namna hiyo, unapigwa kitu na hatimaye madhara juu ya madhara. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ama sababu ya pili na kupatwa na jini huyu Amirul Bait, tunasema adami dhikrillahi fil bait, ni kwa sababu mtu amekosa ule weledi wa kuweza kumtaja Mwenyezi Mungu ndani ya nyumba yake, kufanya ibada za aina mbalimbali ndani ya nyumba yake, na hatimaye ikawa ni sababu ya wewe kupatwa na shetani huyo. Unaishi kishetani, unaishi kihuni, unaishi kinyume cha kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, unaishi kidunia sana, na hatimaye sasa umewakaribisha na wenzio wanaoishi kidunia, wanaoishi kishetani, na hatimaye wakaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo wanakuwa si marafiki wema tena, ni marafiki wabaya. Lakini pia sababu ya pili ya wewe kukutana na shetani huyu, tunasema dhuhuru almar'ata ariya duna dhikrillah au ar-rajul, ni mwanamke huyu
kwenda kukoga bafuni. Na sababu ya tatu tumesema, tunaendelea kuisema ya kwamba ni mwanamke kukaa uchi. Wanawake wana kawaida, labda hata katoka bafuni, si yuko nyumbani kwake, yuko chumbani kwake, katoka bafuni, yuko hivyo hivyo alivyozaliwa, anaingia chumbani kwake hivyo hivyo alivyozaliwa, na akakaa akajitazama kwenye wanaita dressing table, jitazama, anajipindua huku na kule na kadhalika. Sawa, yote kwa yote katika hali ya namna hiyo. Lakini hiyo ni dalili mojawapo, ni sababu maalum ya wewe kuingiwa na shetani huyu anaitwa Amir al-Bait. Na baada ya hapo sasa, na kuanza kujiona unaanza kuingiliwa kimwili katika hali ya namna hiyo, na hapo utaanza kuzingishia ni jini mahaba. Na jini mahaba ndio amekuwa muhanga mkubwa sana akizingiziwa. Mtu akijikuta anaingiliwa usiku jini mahaba huyo, akiingiliwa tu usiku jini mahaba huyo. Hapana, inawezekana akawa sio jini mahaba yule unayemkusudia wewe, bali akawa ni shetani kama huyo anaitwa Amirul Bait. Akaweza kuwa anakuingilia katika hali za namna hiyo, na akakolea kabisa, na akasahau pia kwamba wewe una mume wako. Lakini pia na ndivyo hivyo kwa wanamume pia, kukaa wakiwa watupu ndani mwao kupelekea kupendwa na kashetani kakike kalioko huko juu ya dari, na hatimaye kakako na kusumbua, aidha kakakuvunja nguvu za kiume, hata zile ahsasi, zile hisia zako kwa mke wako ukawa huna kabisa. Kwa unakuwa unamtazama mke wako, ukitembea safari moja tu kisha habari yako. Wenyewe wanasema ukipiga goli moja tu kisha habari yako. Mke anataka uendelee, wewe huna uwezo tena wa kuendelea. Kumbe ni kashetani kana kuremote tu kule huko kwenye dari yako katika hali za namna hiyo. Hiyo ni sababu ya kukutana. Ama sababu nyingine ambayo ni ya 4, i'tida'il insani ala shaitani, ni ule tu uadui tu wa kishetani ambao ni wa asili na asili toka enzi hizo kwa mwanadamu. Lakini irtikabi alfawahisha wal kabair, mwanadamu kuzidisha machafu. Wewe chumba chako au nyumba yako unabadilisha mademu kila siku. Leo una demu huyu, kesho una demu yule, kesho una pisi ile, kesho kuto una pisi ile kule. Au mwanamke katika hali ya namna hiyo, hata kama huleti nyumbani kwako, lakini kesho kuto una bouncer fulani, kesho kuto una maarufu fulani, una mwanamuziki fulani, unampiga dansi fulani, unafanya biashara fulani, unamuuza matembele fulani. Katika hali ya namna hiyo, bado Amir al-Bait hawezi kukuacha katika hali za namna hiyo. Lakini sababu ya 6, huznu wal bukai, kitendo cha kuwa ndani mwako unakaa unahuzunika namna hii, ni moja ya sababu ya kuingiwa na shetani. Kwa acheni mambo ya kuwa mnahuzunika hovyo. Acheni tabia ya kuwa mnalialia hovyo bila sababu ndani mwako. Hiyo ni sababu ya kuwa unaingiliwa na mashetani Amir al-Bait. Dalili sasa, utamjuaje mtu ambaye aliingiliwa na shetani Amirul Bait? Tunasema hubu luzumu albayt. Mtu huyu utamwona anapenda sana kukaa nyumbani kwake, ana kawaida kutoka na kutembea, yeye yuko nyumbani kwake. Tutasema kwamba anafuata ile desturi maalum, labda anaogopa huko atazalisha mambo mabaya. Kumbe ni kwa sababu ya jini Amirul Bait. Lakini dhuhuru nafsin bishawari almaridhi, mgonjwa huyu mwenye jini huyu Amirul Bait anaweza kawa na hisi kwamba pembezoni mwake kuna mtu, au hata kama akiwa amelala anahisi kwamba hapa pembezoni kwangu kuna nafsi nyingine inanipumulia katika hali za namna hiyo. Lakini dalili ya 3 tunasema kuthrati bukai almarid, ni mgonjwa kuwa analialia bila kuwa na sababu yoyote ile. Kidogo tu hata ukinetali mimi ndio nifanye mimi wewe vipi? Kumbe kuna kitu fulani nyuma yake kanampelekea hali za namna hiyo. Hii ni dawa mujarabu ambayo inaweza kufanya kazi nzuri. Dalili ya 4 tunasema dawamu khawfu wa faz'i al-aqalli haraka, ni mgonjwa kuwa na kuwa na hofu, kuwa na hofu na kuwa na kufezeheka kwa mara. Yani kitu kikisikika tu kidogo, anaangalia, wewe vipi? Kuna kitu nimekiona hapa kama kidani. Hata kimuona mende tu anapita pale, labda kwa ghafla tu mende huyo. Yani hata mende ndani ataruka, tuseme kama kaona jabari la nyoka katika hali ya namna hiyo. Huyu ana jini Amirul Bait tayari kashamuingia katika mwili wake. Hiyo ni dalili mojawapo. Lakini dalili ya 5, dhuhuru hayawanati ghariba fil bait, ndani mwako kuna dhihirika na wanyama tofauti au wadudu tofauti. Nyumbani kwako kulikuwa hakuna kawaida ya kuwa na paka
lakini mapaka siku hizi nyumbani kwako ndio wamekuwa nyau 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 nyau. Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba tayari hayo ni mashetani maamirul bait. Sasa yanakuonyeshea ile dhahiri. Au nyumba yako ilikuwa haina kawaida ya kuwa na panya, na pengine ule ufa wote wa kwamba kuna panya hakuna, lakini ghafla tu panya from nowhere wamekuwa ni panya ni tele kwa tele. Unashangaa panya umetokea wapi? Hiyo ni dalili ya kutambulisha kwamba tayari kuna maradhi ndani ya nyumba yenu ya jinnu amirul bait. Nyumba nyingine unakuta iko safi kabisa, lakini ghafla tu mende umekuwa ni mende mpaka kupitiliza kiwango. Unashangaa mende umetokea wapi? Mbona ghafla tu? Hiyo ni dalili mojawapo ya kujulisha huyo ni amirul bait, anakuonyeshia maajabu yake. Chukua tahadhari za haraka. Au nyumba ni safi kabisa, nyufa haina slide kweli, lakini unakuta yale mamijusi yale wanaita mamijusi gani yale, yanakuwa na mimacho mikubwa na ni mijeuri ile, unaweza kutoka afu bado unakutolea macho namna hii. Katika hali za namna hiyo, yote hiyo ni dalili za kujulisha kwamba amirul bait anafanya kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mimi niseme kulingana na wakati tu wenyewe umeshakwisha kwenda, jitahidi uipate dawa hii amirul bait popote pale, mimi naweza kukufikishia. Sisi tunapatikana Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ni rahisi kutupata, na wewe ulioko mikoani, vijijini, wilayani, tuambie tukufikishie. Ama wewe ulioko nchi za nje, niambie popote pale ulipo nikufikishie. Toa oda yako. Hii ni chupa moja, lakini zipo wenza wake ambao inakamilisha ile dozi kamili, na utaenda kuipata na kusafirishia huko kwa idhini yake tabaraka wa taala. Lakini pia zipo ruqya zake maalum za kuweza kumwombea mtu huyu na aweze kuondokana. Dua na dawa, na ndio msingi wake Mwenyezi Mungu. Hata katika Qur'ani mifano mingi ya waja wake wema waliougua aliwatibia, waliomba dua na yeye akawatibia kwa dawa. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo Mwenyezi Mungu atufanyie sahali inshallah. Mimi niishie hapa, lakini nikuombe hapo chini ya video hii kuna maandishi yameandikwa subscribe upande wako wa kuliani huku kwa chini ya video. Basi nakuombe tu bonyeza hayo maandishi mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nalo ile ibonyeze tena mara moja, kisha zitakuja kengele nyingi sana. Ile ya juu kabisa ibonyeze tena katika hali ya namna hiyo. Ile itakwenda kupa maana yake umeruhusu zile taarifa kwamba video mpya inapowekwa hapa tayari wewe inakuletea taarifa kwamba nyumba ya tiba na dua imeweka video mpya, embu iangalie inshallah. Mimi nikutakia kula khairi, niseme dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.